Mjumuiko wa habari za siasa mtazamaji hii leo ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kusikitishwa na tume ya Jaji Chande kutozungumzia Tundu Lissu kuwekwa gerezani. Wafunguka haya mazito. Ni yapi? Basi hutaweza kufahamu mara baada ya kuambatana na mimi mpaka tamati. Taarifa iliyotolewa tarehe 5 Mei 2026 Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeeleza masikitiko yake kufuatia hatua ya tume ya uchunguzi ya ghasia za Oktoba 25 kushindwa kuzungumzia swala zima la kushikiliwa kwa kiongozi wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu, na kauli hiyo inaibua mjadala mpana sana kuhusu wazi, haki pamoja na usawa katika mchakato wa uchunguzi wa matukio ya kisiasa nchini. Kwa mujibu wa Chadema, swala la kushikiliwa kwa Lissu lilikuwa na uzito mkubwa sana katika muktadha wa ghasia hizo, hivyo kujadiliwa kwake kunazua maswali juu ya uhalali na ukamilifu wa ripoti ya tume hiyo. Chama hicho pia kinaamini kuwa uchunguzi wa aina hiyo unapaswa kuwa jumuishi, ukigusa pande zote muhimu ili kutoa picha halisi ya kilichotokea. Kukosekana kwa kipengele hicho kuna tafsiriwa kama kupunguzwa ama kupuuzwa kwa haki za kisiasa na kidemokrasia. Lakini kwa upande mwingine mtazamaji, tume ya uchunguzi wa ghasia za Oktoba 25 ilianzishwa kwa lengo la kuchunguza chanzo, athari na wahusika wa vurugu zilizotokea katika kipindi hicho. Hata hivyo, ukimya wake kuhusu tukio la kukamatwa au kushikiliwa kwa Lissu unaonekana kuacha pengo katika simulizi nzima ya matukio hayo. Wadau mbalimbali wa siasa na haki za binadamu wameanza kuhoji iwapo tume hiyo ilifanya kazi yake kwa uhuru wa kutosha au kulikuwa na mipaka fulani katika upeo wa uchunguzi wake. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa masuala kama haya yanaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za uchunguzi na mifumo ya haki. Wanasisitiza kuwa katika mazingira ya kidemokrasia, uwazi na uwajibikaji ni nguzo muhimu katika kujenga utulivu na mshikamano wa kitaifa. Aidha, wanashauri kuwa mamlaka husika zinapaswa kutoa ufafanuzi ili kuondoa sintofahamu iliyojitokeza. Kwa ujumla, sakata hili linaendelea kuibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa. Wengi wanatarajia kuona hatua zaidi zikichukuliwa ili kuhakikisha kuwa haki inatendeka na inaonekana kutendeka, hasa katika masuala nyeti yanayohusu viongozi wa kisiasa na mustakabali wa demokrasia nchini. Taarifa hii mtazamaji inatutamatisha mjumuiko wa habari za kisiasa, na tunaendelea kusubiri kipi ambacho kitakuwa kinafuata katika yale ambayo yanaendelea kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na tume ya uchunguzi ya masuala ya ghasia Oktoba 25.